Kwa jina naitwa Abdulrashid Hamza Rashid, ni mkurugenzi wa kampuni ya 121 Consultants Limited, kampuni ambayo inasimamia mfumo mpya wa kukata na kuruhusu watu kuingia uwanjani katika mechi za mpira, kimaanisha kukata ticket. Leo niko hapa mbele yenu ndugu zangu wanahabari kwa ajili ya kuzungumzia na kutoa machache ambayo yanahusiana na mfumo mpya wa ukataji wa ticket. Hivyo basi tutaeleza kiundani kwa namna ambavyo tumefanikiwa kuanzia mechi ya kwanza ambayo ilikuwa inahusisha Simba na Yanga ngao ya jamii Zanzibar, ndipo ambapo mfumo ulianza kufanya kazi rasmi, lakini mpaka leo tukiwa ni raundi ya 3, mechi zikiwa zimeanza jana za raundi ya kwanza. Kwa hivyo kwa sisi kama wasimamizi na waendeshaji wa mfumo huo kuna mazuri ambayo tumeyaona, lakini pia kuna feedback ambazo tuko hapa kwa ajili ya kuzungumza na Watanzania. Kuna namna tangu mfumo umeanza mpaka sasa hivi mwitikio mnauonaje, kwa sababu ni kitu kipya kabisa kwenye ligi yetu? Mfumo ni mzuri, of course mfumo ni mzuri. Mimi nikizungumza kwa upande wetu sisi kama operators, ni mfumo mzuri ambao unatatua changamoto nyingi ambazo zilikuwepo awali. Kwanza ni swala zima la third party. Nikizungumza third party ni mtu kati au mtu wa tatu. Mfumo huu unaondoa swala hilo kwa sababu zamani ili upate ticket ilikuwa unahitajika uende kwa mtu ili ukate ticket, upate kadi uweze ukata ticket. Lakini kwa sasa ukiwa na simu yako umekaa ndani unaweza ukata ticket yako. Ukiwa safarini unakata ticket. Popote pale ulipo, as long as una simu yako unaweza kukata ticket. Na simu nikimaanisha smartphone. Unaweza ukata ticket na ukakata ticket zaidi ya watu 40 kwa simu moja na email moja. Kwa hivyo tunaona mfumo huu umeweza kutatua changamoto nyingi kwa wakati mmoja, tukimaanisha umeweza kurahisisha mashabiki kuingia viwanjani kiurahisi, lakini pia kupata tiketi kiurahisi. Licha ya kuwa na mfumo mzuri na ni mfumo ambayo lengo lake ni kujaribu kuweka urahisi kwa mashabiki, lakini bado kumekuwa kuna changamoto mbalimbali ambazo mashabiki wamekuwa wakikutana nazo hasa getini. Najua kubwa zaidi ni elimu. Pia utaanzia hapo, mmejipangaje kuhakikisha kwamba elimu inawafikia Watanzania wengi kwa wakati huo, lakini na zile changamoto ambazo zipo nje ya uwezo wa mashabiki, mmejipangaje kwenda kuzitatua, kwa sababu sio kila mmoja pengine atakuwa na miliki smartphone? Bwana Jadu, nikizungumza katika upande huo kuhusu swala la changamoto, of course kila kitu kipe kina changamoto. Unajua duniani kote mifumo yote iliyoanzishwa au vitu vyote vilivyoanzishwa vilianza na changamoto, lakini kadi muda unavyozidi kwenda tunajitahidi kutoa elimu. Tumejipanga kuhakikisha tunawafikia Watanzania wote kwa namna ambayo tunaweza, kwa sababu kama ulivyosema ni mfumo mpya, kwa unahitaji watu waende taratibu, wa adapt. Lakini tumewekeza nguvu nyingi katika upande huu wa media, kama leo ambavyo unazungumza na ninyi, tukizungumza na Watanzania kupitia ninyi. Lakini baada ya hapa tutafanya media tours, tutazungumza kupitia vyombo mbalimbali vya habari. Ukiachana hilo, tumejipanga katika kila mechi kubwa zinapochezwa, pia mechi zingine ndogo, tunakuwa tuna vijana ambao wanakuwepo nje ya uwanja, lakini pia siku moja kabla ya mechi kwa uwanja husika tunakuwa tuna vijana ambao wanazunguka mitaani na gari la matangazo kwa ajili ya kuwaelekeza watu namna gani ya kukata tiketi, lakini pia wapo ambao wanawasaidia watu kukata tiketi moja kwa moja. Kwa hivyo kadi muda unavyozidi kwenda, na ukiangalia leo ni raundi ya 3 imeanza, lakini kwa sisi tunaona mapokeo ni mazuri, mapokeo ni makubwa, watu wameweza kuadapti kwa urahisi na kwa haraka zaidi, vingine pasina ambavyo sisi tulikuwa tumetarajia, kwa sababu tulijua kutakuwa kuna changamoto kidogo, lakini tunawashukuru Watanzania wamepokea mfumo kwa haraka na kiwepesi zaidi. Lakini tutawekeza nguvu zaidi na tunawekeza nguvu zaidi katika matangazo na elimu kwa Watanzania wote na mashabiki wa mpira. Lakini labda mmefanya tafiti, malalamiko yao hasa yanasababishwa na nini? Elimu tu ama kuna namna changamoto za kimfumo? Malalamiko siku zote ni resilience. Unajua binadamu kama nilivyosema awali, binadamu yote akitambulishwa kitu kipya, kama hajakizoea na hakuwahi kukutana nacho, kitu cha kwanza lazima upingane nacho. Akili yako inakwambia kitakuwa sahihi, kitakuwa kweli, si kweli. Kwa hiyo ndio changamoto ya kwanza. Changamoto nyingine ni mlolongo. Of course kwa sasa tuna mlolongo kidogo ambao ni mrefu, kwa sababu unahitaji uwe na email. Tunatambua si Watanzania wote ambao wana email address ili uweze kukata ticket, lakini hilo tunalifanyia kazi. Tunataka kuhakikisha at least kwenye raundi ya 5 tu tumeondoa ulazima wa email, ili mtu aweze kuwa ukiwa tu na namba yako ya simu unaweza kutumia message kupitia namba yako ya simu kwa mfumo wa OTP, unaweza kujiunga na hatimaye ukakata ticket. Kwa hiyo resilience inatokana na elimu, lakini pia na upya wa mfumo, kwa sababu ni mfumo ambao umekuja ghafla pasina kuwa na taarifa za awali. Kwa hivyo
kwa hili tumejipanga kuhakikisha watu wanazoea, kwa sababu hatuna mfumo mwingine. Yani hakuna namna ambayo utaweza kuingia uwanjani pasina kukata tiketi kupitia mfumo huu. Pengine pia unatuambia kuhusiana na idea, kama pia kufahamu kuhusiana na idea ya mfumo huu, kwa sababu ni binafsi pia ni mpya kwenye mfumo wa aina hii, lakini pia tangu mmeanza hii raundi ya 3 na kuanzia Zanzibar, ni sehemu gani ya Tanzania imeonekana na mwitikio mkubwa sana kwenye kutumia ama urahisi wa kutumia mfumo huu? Idea ni mabadiliko ya dunia Javi, kwa sababu duniani kote watu wanabadilika, mifumo inabadilika, watu wanataka vitu vyepesi, tunawarahisishia watu. Yani wewe leo ukitaka kuagiza kitu, mfano Kariakoo, huhitaji kwenda Kariakoo, unakaa ndani kwako, unampigia kijana, unafungua application, kuna watu wanafanya delivery bidhaa ukiwa nyumbani, si ndivyo? Kwa hivyo hiyo ndo msukumo mkubwa, kwamba tunajitahidi kwenda na kasi ya dunia. Kwa wenzetu ligi zilizoendelea, mtu anakata ticket ya msimu mzima, msimu unaanza, kwa mfano kama leo jana msimu umeanza juzi, mtu amekata ticket ya msimu mzima kupitia nini? Kupitia simu yako. Mimi leo nikiwa hapa na simu yangu naweza kukata ticket ya mechi za England, si ndio? Kwa hiyo ndio msukumo, kwamba tunahitaji kwenda na mabadiliko ya kimfumo na dunia, mtu aweze kukata ticket yake, aweze kupanga utaratibu wa kuingia uwanjani hata mwezi mmoja kabla ya mechi husika, miezi miwili kabla ya mechi husika. Kwa hivyo hilo ndilo kubwa ambalo sisi limetusukuma, na kikubwa tu ni kuhakikishie kwamba tutajitahidi na tunajitahidi na tunahakikisha au tutahakikisha Watanzania wote wanaona faida ya mfumo huu na waona uwepesi wa kuingia viwanjani na kutoka viwanjani. Kwenye huu mfumo hiyo option ya kukata tiketi ya msimu mzima ipo ama kama bado haipo, natarajia kuiweka humo, au ni mpaka mtu mechi iwe imekaribia ndo anaweza kuwa na access ya kupata tiketi kupitia mfumo? Kwa sasa kama tulivyosema, mfumo ni mpya, ndo kwanza raundi ya 3. Mfumo ulianza kuanzia mechi ya Community Shield. Kwa hivyo kwa sasa bado hatujaruhusu kukata tiketi ya msimu mzima, lakini unaweza kukata, kwa sababu ukiingia kwenye website unaona mechi zote fixtures. Kwa hiyo unaweza kukata at least mechi 3. Kwa mfano kama leo ni Jumapili tukiwa tunazungumza, unaweza kukata ticket at least ya mechi 3 zijazo, yani mechi ya Jumatano na mechi ya Jumamosi ijayo unaweza kukata ticket. Lakini kadri tunavyozidi kwenda tunaendelea kuboresha, na naamini mpaka tukifika raundi ya 7, 8, 9 tutakuwa tuna uwezo wa kukata ticket at least mwezi mmoja, miezi miwili kabla, na ikiwezekana msimu mzima. Na kuna wale ambao wanalalamikia kuhusiana na makato kwa makubwa kwenye mfumo, pia unaweza kuwaambia nini? Kwenye upande wa makato ili sasa ni swala tuseme la kiserikali, kwa sababu ni masuala ya kodi, unaelewa. Siwezi nikalizungumzia sana hilo, Sauti ya Leo ndo wataalamu zaidi wanaweza kuwa na majibu sahihi juu ya hilo, lakini kikubwa tu niwahakikishie kwamba vingilio vyote vilivyopangwa ni vingilio ambavyo vimethibitishwa na vimewekwa kwa mujibu wa utaratibu na usimamizi wa TFF wenyewe pamoja na bodi ya ligi na wadau wengine wa mpira, pasina kusahau mdau mkubwa wa mpira ambaye ni serikali. Kwa hivyo kuhusiana na swala makato ni masuala ya kodi tu. Njia ambazo zinawasumbua watu, lakini umetoa majibu yake. Sikia mazuri ya mfumo huu. Bwana, uzuri wa mfumo huu kama nilivyosema awali, mazuri ni mengi sana, siwezi kumaliza, tutatumia siku 3. Lakini kwa kifupi ni kwamba faida moja kubwa ni urahisi wa kukata na kupata tiketi pale ulipokuwepo. Sivyo? Yaani mimi leo nikiwa na simu yangu, kwa sababu tunaamini hapa kila mmoja anatembea na simu yake, si ndivyo? Lakini sio kila mmoja anatembea na wallet. Kwa mfano mimi hapa sina wallet yangu. Ili mtu awe na kadi lazima awe na wallet, si ndivyo? Kwa hiyo ukiwa na simu yako, hata kama ukiwa umesafiri, uko safarini, uko nje ya Dar es Salaam, uko sehemu yoyote, ukikumbuka tu kuna mechi fulani, unaweza ukata tiketi popote ulipokuwepo. Yaani pepo utakapokumbuka bana kuna mechi kesho, let's say kesho Yanga anacheza, kwa ukakumbuka ukakata tiketi yako hapo hapo, pasina kusema nahitaji niweke hela niende kwa wakala au nifanye hivi au nichukue kadi ninunue kadi. Hiyo mfumo unakurahisishia hilo. Kitu kingine, faida kubwa ambayo inawezekana Watanzania bado hawajajua, lakini kadri muda unavyozidi kwenda watajua, ni kwamba kuna uwepesi mkubwa sana wa kuingia uwanjani, kwa sababu ukiwa tuna tiketi yako unafika, unaskani, ni kitendo cha sekunde 10, unaskani unaingia uwanjani. Faida ya 3 ni kwamba ukikata tiketi yako kwa huu mfumo, tiketi inakuonesha ni daraja gani la tiketi yako ambayo unastahili kukaa. Kwa mfano kwa wenyeji uwanja wa Taifa, mara zote tunakuwa tuna mzunguko, tuna VIP C, tuna VIP B, tuna VIP A,
tuna VVIP, si ndivyo? Kwa hiyo kama umekata tiketi ya mzunguko, inamaanisha ukiwa ushakata tiketi yako umefika mwisho umedownload, inakuonesha exact details za geti gani ambalo unapaswa kuingia, geti namba ngapi unapaswa kuingia ili uweze kuingia katika siti zako za mzunguko. Na endapo usipofuata utaratibu, ukifika getini kwa yule scanner, mtu ambaye atakuwa kwa access kuskani tiketi yako, akisoma ile ticket atakwambia bana, hii ticket au kwa tiketi hii unatakiwa uende geti namba fulani. Lakini pia katika mfumo huo unakuwezesha wewe kuconfirm kwamba bana, mimi ni VIP B, kwa hiyo unaconfirm mimi ni VIP B, unaweka details zake. Ukienda kwa scanner ikitokea kwa wale ambao ni wageni wa viwanja, mtu anaenda uwanjani hajui VIP B wanaingilia wapi, akaenda let's say geti la VIP C, yule scanner ikitokea kibinadamu hajaisoma ile ticket ili kumwelekeza huyo mtu anatakiwa kwenda VIP B, akiscan ile ticket itamwambia ni wrong gate. Kwa hiyo ikishamwambia wrong gate, inamaanisha yule scanner atamwelekeza kwamba bana, hili gate ambapo unataka kuingia sio gate sahihi, geti lako ni geti namba fulani, kwa hiyo nenda geti namba fulani utaweza kuingia uwanjani. Kwa kifupi ni kwamba huu ni mfumo ambao umekuja kutatua changamoto zote ambazo watu walikuwa wanakutana nazo katika utaratibu mzima wa kuingia viwanjani. Na kauli mbiu yetu ni kwamba mashabiki wote ambao sisi kwetu ni wateja, tumejipanga kuwahudumia wateja wetu kwa kadri ya mtu anavyostahili. Wewe ukistahili kukaa VIP A utakaa VIP A pasina bugudha, pasina usumbufu. Ukistahili kukaa mzunguko utakaa mzunguko pasina bugudha, pasina usumbufu. Hakuna cha mambo kwamba tiketi sijui mara mfumo sasa hivi hausomi, tiketi sijui haisomani. Hakuna hiyo. Tiketi yako unaskani sekunde 10, unaingia uwanjani, unakaa, unashuhudia mechi, baada ya hapo unaenda nyumbani kiutaratibu. Mwisho kabisa, umezungumza kwamba mna mpango wa kuweka namba ya simu ili kuondoa hii ya email, lakini kwa wale ambao pengine wana familia kubwa na kwenye familia labda ni baba tu mwenye simu kubwa, anatamani ende na familia yake yote uwanjani, pengine mna mpango wa kuongeza namba ya ukataji wa tiketi kutoka pengine 4 kwenda zaidi ya hapo kupitia device moja, kupitia device moja labda ya baba? Of course, unajua mambo mengine ni very very technical lakini pia tunajitahidi sana control fraud. Unajua vijana sasa hivi pia watu ni wajanja. Kwa hivyo mwanzoni tulikuwa tunaruhusu kukata ticket kwa simu moja, inaweza kukata ticket at least 100. Baadaye tukazipunguza zikawa 40. Lakini unafanya kwa batch, kwamba batch moja unakata ticket 10, batch moja ticket 10. Lakini hiyo pia tukaja tukazipunguza mpaka hizo nazungumzia 4 kwa sababu ya issue of fraud. Kwa sababu ukiruhusu namba kubwa ni rahisi pia mtu kufanya ujanja hapo katikati kwa wataalamu wa IT. Kwa hivyo tumeweka 4, si kwa sababu tuna limit namba ya watu kata ticket, ni kwa sababu tunahitaji kucontrol fraud, kucontrol namna yoyote udanganyifu ambao mtu anaweza kujaribu kufanya. Lakini hilo tunalipokea kwa sababu kama ulivyosema, mashabiki wengi wa mpira especially kwenye mechi kubwa au mechi zingine ni watu wa familia. Kwa hiyo mtu anatamani kuja uwanjani na familia yake, baba aje na watoto wake, mama aje na rafiki zake, kijana aje na washikaji zake, lakini wakate tiketi kupitia simu moja. Tunalifanyia kazi, tukishahakikisha issue ya usalama imekaa sawa, and then tutarudisha hizo ticket at least ya simu moja iweze kukata tiketi 10, tiketi 8, tiketi 15, zote zitawezekana, ni swala la muda tu. Asante sana. Asanteni sana.